Ngoja leo nikuchanue. Unajua kila mtu amezaliwa na nguvu ndani yake, na nguvu hii unaibeba, na ni nguvu ambayo inaweza kukufungulia wewe milango unapoitambua na kujua namna ya kuifanyia kazi. Lakini watu wengi wanaposikia nguvu hii huwa wanaielekeza tu kwa tamaa za muda mfupi. Leo tuongee kuhusu sexual energy. Sexual energy ni nini? Na nitakufunza kuhusu ina maana gani kiroho na jinsi gani ufanye ili uweze kufanikiwa. Sexual energy ama nishati ya kijinsia, watu wengi wanaposikia kuhusu masuala ya nishati ya kijinsia ama sexual energy huwa wanafikiria tu kuhusu tendo la ndoa pekee. Nifanye nimwage, nampenda yule, yani hivyo ndio watu waga nasikia. Lakini hii nguvu si nguvu tu. Katika mafundisho ya kiroho, sexual energy ni nguvu ambayo inaweza kuelekezwa na kukufanya wewe uweze kufungua vitu vingi sana na kufanikiwa katika maisha. Kumbuka nguvu hii ulikuwa nayo tokea ulipozaliwa, yani tangu ulipozaliwa. Kwa hiyo ni nguvu ambayo inaweza kutumika vizuri, iweze kufanya wewe kuanza kuwa mbunifu, uweze kutengeza hela ndefu na uweze kuendelea, na pia inakufanya wewe ufikie katika awakening stages za juu sana, uweze kujitambua. Sasa watu wengi wafikiria hii nguvu inafanya tu kupitia kufanya mapenzi. Sasa leo nataka nikupatie knowledge ya kuhusu sexual alchemy. Na kitu ambacho ni kuwa nishati hii si ya kufanya uogope, kwa sababu ni nishati ya kijinsia si kitu kibaya. Ni sehemu ya kila mwanadamu, kila kiumbe ambacho kinaishi katika 3D, na ndio maana kila kiumbe kimeumbwa kiweze kuzaana. Na hichi kiumbe kinapofanya creation inamaanisha ulimwengu unaendelea kwa sababu ya hii nishati. Kwa hivyo kitu ambacho kinaifanya hii nishati kiweze kuleta sifa mbaya ama watu wanapokosa kufanikiwa kupitia nishati hii ni pale wanapoitumia bila kufikiria. Kwa sababu inaweza kukusukuma ukafanya maamuzi mengine ya kishenzi sana mpaka mwisho kaja ukajutia baadaye. Pia nishati hii ukijua kuielekeza vizuri, hii nishati inaweza kupatia nguvu ya kuweza kufanya kazi kwa bidii sana. Inaweza kupatia nguvu ya kujifunza, ukaanzisha miradi, watu wakashangaa, kwani mtu fulani kafanikiwa kwa sababu gani? Ameingia udevil. Ukajikuta kuna kitu ndani yako. Wengine wanaandika vitabu, wengine wanafanya sanaa na wanafaulu, wengine wakiomba chochote ama kufanya process yoyote, hiyo ni healing, ndio kufanya nini, vitu vinatokea. Sasa sexual alchemy ni nini haswa? Wewe ushaisikia kuhusu alchemy, lakini leo naongea kuhusu alchemy lakini ya kuhusu nishati ya kijinsia ama sexual energy. Sasa alchemy, ngoja nikuelezea alchemy ili uweze kuelewa, usije ukakuta maneno mengine katika masomo ya kiroho ukashangaa maneno mbona ni magumu. Alchemy inatoka kwa neno alkimia. Hii ni falsafa ambayo imetumika kwa miaka mingi sana, lakini nitakwambia chimbuko lake lilikujaje mpaka watu naitumia kiroho. Kwanza kabisa, alchemy huwa iko na vitu aina mbili. Alchemy ilikuja wakati kuna wanakemia walitaka kujaribu kugeuza risasi za kawaida iweze kuwa dhahabu. Kwa hiyo hawa wana falsafa ama sema philosophers wakaandaa, kwa sababu alchemy inafanywa kwenye maabara, wakaandaa kwenye maabara, wakanafanya hizi practicals. Nia yao ilikuwa ni kugeuza metal ambayo ni risasi iweze kuwa dhahabu. Au waliamini kuwa kuna procedure fulani ikiweza kutumika vizuri inaweza kubadilisha metali kuwa dhahabu, na hata baadaye ikaanza kutoa dawa ya maisha marefu zaidi. Kwa hiyo walikuwa wanafanya kazi, lakini katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu philosophers ya kitambo, hii ni karibia 2000 years ago, ndio ile neno alchemy lilikuja. Lakini sasa watu wakaona hili neno ama hii procedure ama hii practical ambayo inafanyika kwenye maabara ya kugeuza metal iweze kuwa gold ilikuwa tu si procedure ya kawaida, kulikuwa na neno la siri ndani yake. Ndio pale kaja elimu ya alchemy ya kiroho, na hii haikuhusu eti mtu kutengeneza dhahabu, hapana, lakini ilikuwa ni kubadilisha nafsi yako ya mwanadamu ili iweze kufika katika kiwango cha juu. Na ndio leo nataka ufanye sexual alchemy kupitia na hiyo nishati kwa kijinsia, usiketi katika levels za kawaida, upande juu, kwa sababu katika elimu ya kiroho hii alchemy ya kiroho kubadilisha risasi kwa dhahabu ilikuwa ni kama ishara. Unajua binadamu wengi tumekuzwa na ile level ya hofu. Unakuta mambo mengi yaendi kwa sababu ya hofu kutoka kwa vitabu vya dini, hofu kutoka sijui sehemu gani society. Unakuta kitambo watu walikuwa na nguvu. Unasikia hata kitambo mtu alikuwa anataka pengine kuingia mahali fulani, anaweza kujificha
anafanya mambo yake pale, anajificha, anaingia sehemu na haonekani. Lakini siku hizi watu wamejazwa ile hofu, tukaaminishwa kuna vitu vingine ambavyo wazee wetu walikuwa wanavifanya ni vya uchawi, tukaaminishwa kuna vitu tukiendelea kuvifanya basi kuna moto au jehanamu. So nakuta ndani ile hofu binadamu wa siku hizi hawezi tena kufikia level za juu, lakini wazee wetu wa zamani walikuwa wanaweza kufanya. Ndio maana kuna watu hata ni shapeshifters, yani unakuta mtu anaweza kujigeuza umbo na kuwa kitu chengine. Hata ambao wazee wetu wakati wakipigania vita huko vya kitambo, walipokuwa na mkoloni ameingia, wanapigana vita, mtu anageuka anakuwa mti, ama mtu anageuka anakuwa ndege. Hii yote si uchawi, hii ni kwa sababu alikuwa na level za juu sana. Sasa kitu ambacho kinatufanya sisi binadamu wa sasa kuwa katika level za chini ni pale ambapo tunaishi katika hofu. Hatunashindwa kubadilisha ile risasi ambao wana filosofia wa kitambo walikuwa wanajaribu kubadilisha risasi iweze kuwa dhahabu. Sasa ile hofu ndio inatushinda sisi. Kitu kingine ni hasira. Na tunaelekeza nguvu zetu nyingi kwa hasira. Unakuta mtu ana hasira tu ambayo imetoka from nowhere, anaamka asubuhi anakubali hasira mtawale, ama pengine una tamaa, ama pengine una udhaifu fulani. Sasa unashindwa kufikia level ya udhahabu kwa sababu umeketi pale kwa metal. Sasa ukisikia kuhusu masuala ya sexual alchemy, ama hii tunasema ni alkemia ya kutumia masuala ya mapenzi, ama kugeuza nguvu za mapenzi ama nguvu za kijinsia kwenda kwa kitu chengine bora. Hii si kwa ati tunaifanya katika maabara, ni dhana ya kiroho ambayo huwa inaambiwa kuwa mtu anaweza kubadilisha ile nishati, ile hamu ya kijinsia na kaipelekea katika hatua nyingine au nguvu nyingine, kama masuala ubunifu, ukaa na nidhamu ya ukuaji, ukaa na mtu ambaye yuko awakening stages za juu kabisa. Kwa hivyo hili si jambo tu la kirahisi, hapana, ni sanaa ya mabadiliko. Sasa popote unaposikia alchemy huwa ni sanaa ya mabadiliko, na zamani hiyo alchemy ilihusishwa na kubadilisha metali iweze kuwa dhahabu, lakini kwa sasa tunageuza hiyo metali kuwa dhahabu, lakini katika level za juu. Tunaacha hasira, hofu, tamaa, vitu ambavyo vinatufanya sisi tuteteme katika mtetemo wa chini, ili tuweze kufika katika level za juu, tuingie katika level za juu za kuwa dhahabu. Sasa leo nataka nikuelezee kuwa hii nishati ya kijinsia kila mtu amezaliwa nayo, na unapoitumia vizuri ni nishati ambayo inaweza kufanya wewe uweze kuunda vitu vipya, uweze kufanikiwa. Na wajanja wanaoitumia hii wamepiga step nyingi mbele sana. Nishati hii si ya kuogopa, kwa sababu kila mtu ako nayo. Nimekwambia hii ni kitu ambacho umezaliwa nacho tayari, kiko ndani yako. Si kitu kibaya, kwa sababu ni sehemu ya mwili wa binadamu. Kinacholeta tofauti ni jinsi gani unavyoitumia. Kuna wengine hii nishati iko very active kwao. Nishati ya kijinsia yako iko very active, lakini inapofika hatua kuwa nayo, wanajikuta kuwa wanatumia bila kufikiria. Mwisho wa siku wanakuja najutia. Na wengine wameendelea kupitia nishati ya kijinsia kwa sababu wanaielekeza vizuri, na baadaye inaweza kuwapatia nguvu na kuwafanya wafanye kazi kwa bidii, inaweza kuwafanya wajifunze, inaweza kuwafanya waanzishe hata biashara kubwa. Unashangaa huyu mtu si na kawaida, huyu kwenda shule, si mambo na shule, amejua kubadilisha nishati kutoka kwa metal ameingia kwenye gold level. Unaelewa? Wengine wameifanya. Kwa hivyo alkemia ni kubadilisha kitu kutoka hali ya kawaida kwenda hali ya juu. Kwa hiyo sasa alkemia kijinsia ni kujifunza kuweza kubadilisha ile nguvu ambayo uko nayo ya tamaa isiwe tena nguvu ya tamaa, bali iwe nguvu ya maendeleo. Badala ya kutumia muda wako mwingi kufikiria tamaa za mwilini, unaweza kutumia hiyo nguvu hiyo kujenga ndoto zako. Ukatumia hiyo nguvu hiyo badala ya kufikiria wewe nitafanyaje, nimpigie nani, nifanye nini, mimi nasikia hivi. Wengine wanaenda kupiga nyeto, unaona, wengine wanaenda tu wanakunywa vitu, badala ile nguvu, kwa sababu umezaliwa nayo. Hakuna mtu sijui unaenda unaikopesha mali fulani, hapana. Umezaliwa ndani nayo tayari. Bila kutumia nguvu hiyo vibaya, unaweza kuitumia nguvu kaweza kukuza vipaji vyako. Unaweza kutumia hii nguvu ukafika level za awakening za juu, ama ukawa na uhusiano mzuri na muumba wako ama Mungu wako ama na nafsi yako. Sasa kwa nini watu wengi wanapoteza hizo nguvu zao? Ndio hili somo ambalo kwa nataka kulileta leo. Kwa nini watu wengi wanaweza kupoteza nguvu zao za hii nishati ya kijinsia? Wakati mwingine mtu anaweza kutumia nguvu nyingi sana. Hii nguvu inapokuja unaitumia kwenye tamaa, hasira, au unaingia katika mahusiano yasiyo na afya. Ninaposema mahusiano yasiyo na afya, unakuta watu wengi wako kwenye karmic partner. Unajua mwili ama nafsi wewe inajua tayari. Unajua relationship hainipeleki mahali. Unajua kuwa niko kwenye toxic relationship.
lakini bado ninatumia nishati yangu ya kijinsia, mwisho wa siku unakuta haugain chochote katika ile relationship. Na ndio maana ni muhimu kufuata mafundisho kama ya kiroho ili uweze kujifunza kujitawala, niweze kufanya maamuzi ya utulivu. Kwa sababu nishati ni nzuri. Unapoanza kujitawala, hutafanya kitu unachojisikia kufanya kwa sababu tu hisia zimekuja. Kwa sababu wengine sijui wako na tabia gani. Hisia zinapokuja tu, hisia zimekuja, wacha nitafutie mtu. Nitaenda kutafuta hata chizi, mtoto mdogo, anatumia zile hisia. Ama anatumia tu. Ukielewa sexual alchemy, utaanza kujifunza kutafakari. Utaanza kujifunza kuomba. Utaanza kujifunza kufanya mazoezi ya meditation. Anza kupumua kwa utulivu, huku unaachilia. Unaweka malengo yako maisha yako. Mwisho wa siku utakuta vinakuja katika njia ukweli, kwa sababu kila kitu kinaanza ndani yako. Kadri unavyojifunza kuweza kuelekeza mawazo yako kwenye mambo yenye manufaa, mambo ambayo yanafaa, mambo yenye nguvu zaidi, utajiona pia unakuwa tofauti. Utajiona pia nguvu zako zinaongezeka. Kwa hivyo kitu muhimu cha kutumia nishati ya jinsia ama sexual energy ama kutumia sexual alchemy ni kuanza. Ukianza kutumia tu, kitu cha kwanza utaanza kuwa na busara. Unaweza kuwa na utulivu fulani ambao hujawahi upata katika maisha yako. Unaweza kuwa pia unaongezea ubunifu wako. Unakuta leo unafanya hiki kinakupatia hela, kesho unapiga hii hela ndefu nyingine. Unaanza pia kujiamini zaidi. Hakuna kitu unachokiogopa kwa sababu ndani yako uko mtulivu. Pia maamuzi yako yanakuwa ni bora zaidi, si kama hapo kitambo. Hata kwenye mahusiano utaanza kuvuta watu ambao wana vibration ya kweli, watu wenye heshima, watu wenye mahusiano ya afya. Si mahusiano huko mwisho siku unajiuliza, mbona hujapiga simu? Mbona uko hivi? Mbona uko vile? Kwa hivyo nishati ya kijinsia si adui yako. Huo ni uwezo wako mkubwa. Ni zawadi ya asili ambayo kila mtu alipatiwa, wanyama, binadamu, miti. Kila mtu alipatiwa. Sasa kinachotakana ni kujifunza. Uweze kuiheshimu na kuweza kuitumia kwa hekima kubwa. Kwa sababu unaporuhusu tamaa kutawali, hiyo ni mbaya. Utakuwa unaenda nje ya mfumo. Lakini kipindi ambacho wewe ndio utaitawala tamaa yako, basi utajifunza kuelekeza nishati yako kwenye malengo, ubunifu, ukuaji wa ndani, na pia unakuwa unaitumia kama nguvu ya kubadilisha maisha yako kwa njia ambayo ni chanya ama positive way. Kwa hivyo kuanzia leo jifunze kuhusu sexual alchemy. Kwa hivyo usikose kusubscribe, like, comment and share ili part 2 ije nije kueleza ni jinsi gani naweza kufundisha hii, uweze kufunza kuitumia hii sexual alchemy kuweza kufungua njia bora zaidi, na mwisho wa siku utajiona kuwa unaendelea mbele na utataka validation yote. Utakuwa unajua kutumia nguvu zako badala hizo hisia zikutawale, wewe ndio unazitawala.